Ndugu zangu, awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutukutanisha hapa. Kwanza niseme hodi nyumbani. Nasema hodi nyumbani kwa sababu mimi Singida kwa namna moja au nyingine imenilea. Ninawashukuru sana kwa kunipokea na niwape pole kwa kusubiri. Ninaamini mmesubiri kwa sababu safari ya Dodoma Singida si safari ndogo. Lakini pia kwa mategemeo yenu ilibidi aje naibu waziri Wizara ya Mipango na Uwekezaji. Kama tunavyojua tuko katika kipindi cha budget, na katika kumsaidia majukumu Mheshimiwa Rais inabidi abaki asikize maoni ya wabunge ili aweze kuzichakata bajeti zetu, tuweze kuleta kitu ambacho Watanzania watapendezwa nacho. Kwa hiyo naomba mnikubali kama mgeni rasmi kwa niaba yake niweze kumwakilisha. Na waomba sana vijana wenzangu, sisi katika taifa letu hili hakuna chama kitakachoongoza Tanzania kama sahihi kama Chama cha Mapinduzi, alisema Mwalimu Nyerere. Kwa hiyo nizidi kuwasihi tukawalinde viongozi wetu, tukawapambanie viongozi wetu, lakini pia tukawapambanie vijana wenzetu wa Kitanzania na tukawapambanie vijana wenzetu wa mkoa wa Singida. Nimeona hapa mna miradi mingi na ninaamini miradi hii haiendi kuwanufaisha vijana wa Chama cha Mapinduzi pekee. Miradi hii ni kwa vijana wote ambao wataenda kusaka fursa hizi, lakini pia mtaamua kuwakabidhi. Kwa hiyo nizidi kuwasihi tukapambane kuhakikisha kwamba hii miradi inakuwa kwa manufaa ya vijana hata ambao wako nje ya Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi ili tukaache alama katika mkoa wa Singida kwamba Chama cha Mapinduzi si chama cha ubaguzi. Chama cha Mapinduzi ni chama ambacho kinataka gurudumu la vijana wa Tanzania waweze kusonga mbele. Na sisi kama mwakilishi wenu, lakini pia ninaamini kwa niaba ya wawakilishi wenu wengine, wabunge wengine wa vijana, tutakuwa pamoja na ninyi kuwaunga mkono katika jitihada zenu za kusaka fursa na kusema pale ambapo tunaona kuna fursa za vijana. Fursa za vijana ambao kwanza wanapambania nchi yao, lakini tunatambua kwamba kuna vijana ndani ya chama chetu wanapambania chama asubuhi, mchana na usiku. Sambamba na hilo, mwenyekiti ameniambia swala la ujenzi. Mwenyekiti, naomba nitachangia matofali. Nitatoa shilingi milioni 1 kwa ajili ya kuchangia ujenzi, lakini tutazidi kusaka support kutoka kwa watu wengine au sehemu mbalimbali ili tusiishie hapo, kwa sababu hapa mmeandika mna matofali 500 na mnahitaji matofali 4700. Kwa najua na yangu mkipata kama 1500 bado mtakuwa na matofali kama 3000 bado yanahitajika. Tutazidi kuungana kwa sababu tunatamani tuguse kila sehemu. Kuwa nafasi ya ubunge ni jambo moja, lakini kupata mawazo ya uwakilishi lazima yatokane na akili au vichwa tofauti tofauti. Na ninaamini kwamba kutoka katika support yenu nitaweza kuwawakilisha inavyotakiwa. Asanteni sana, nimefurahi kuwepo Singida na niwaahidi kwamba yale ambayo mmeyasema hapa nitayafikisha kwa Mheshimiwa Naibu Waziri ili na yeye aweze kufahamu kwamba vijana wa Jumuiya ya Umoja wa Vijana mkoa wa Singida inahitaji nini, ina changamoto gani, naye kwa namna yake kaka yetu ambaye amekuwa ni mshauri lakini pia amekuwa ni mstari wa mbele kuwapambania na kuwasaidia vijana. Mimi mwenyewe niko hapa kwa sababu kuamua kunilea kama kijana ambaye natokana na Chama cha Mapinduzi. Hivyo yale ambayo mmeyasema kwa niaba yake nimeyapokea na nitayafikisha pale ambapo yanatakiwa ili aweze kuyatekeleza kwa nafasi yake kama ambavyo na mimi nitayatekeleza kwa nafasi yangu.